Tawale ulimi wangu nipate kusema siri ya habari njema katika utukufu wako Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msomaji ametusomea kitabu cha Yuda sura 1 mstari wa 5. Tunasikia vizuri namna Yuda anavyozungumza habari za kukumbusha kanisa. Bwana asifiwe sana. Tuelewa kwamba Yuda ni ndugu ya Yakobo. Na Yuda Mungu alimzungumza zaidi, alimlazimisha kusema. Na neno kubwa katika kitabu cha Yuda ni kushindania imani. Na barua ya Yuda haiko barua ndefu, sababu mule ndimo mmekuwa kiingilio na funguo la somo letu. Barua ya Yuda ina sura moja tu. Wala tuseme namna gani, haina sura. Sababu mahali palipo mbili ndipo wanaandika moja. Lakini ikiwa hakuna mbili hawaandikake moja. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani barua ya Yuda ni barua tu iliandikwa. Hawezi sema Yuda chapitre premier, ingawaje tunazoea kusema vile. Na mimi nilisema wasome Yuda 1:5 kwa sababu kwa kawaida tunazoea kuisema. Lakini kwa kufundisha Yuda haina sura ya pili. Inakuwa ni ile tu barua yaani barua ya Yuda kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa kufundisha vizuri mara nyingine wanasema tu soma Yuda 6. Soma Yuda 5. Sababu Yuda iko compose na maverse, haiko compose na mashapitre. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio pale tunasoma Yuda 5. Yuda kwa barua hii ndogo ambayo aliandika, anaandika zaidi juu ya unabii kuhusu ukafiri. Ukafiri maana yake maasi. Na zaidi tutaisoma katika Wathesalonika wa pili 2:3. Na ukafiri wa kanisa ndio wale wanaosema ya kuwa wao ni Wakristo bila kuwa na imani ya kweli. Yuda inaeleza sababu ya ukafiri huu na maendeleo yake pamoja na Timotheo wa pili pia na Petro wa pili. Inaonyesha sawa ukafiri umekwisha kuanza. Ukafiri ulishaanza zamani. Na ulianza tangu mitume wako wanaandika. Bwana asifiwe sana. Yaani Yuda ni kiingilio. Yuda anasema ninataka kuwakumbusha ninyi, ingawaje mmekwisha kuyajua na kuyafahamu maneno haya yote, lakini ninapenda niwakumbushe. Na mimi leo ninaleta hili somo ili nipate kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua maneno haya yote, lakini napenda niwakumbushe. Kama kuna kitu ambacho kinasumbua watu leo katika maisha, wanashindwa kutendea wengine mazuri waliowatendea mazuri, wengine wanashindwa kushukuru kwa sababu ya kusahau. Lakini ikiwa mtu anaweza weka kitu kinaitwa kumbukumbu katika maisha yake, na kupotea ni vigumu kwake apotee kirahisi. Kukosa shukrani ni vigumu kwake akose shukrani. Bwana asifiwe sana. Amen. Majivuno haiwezi kuwa ndani yake ikiwa atakumbuka kwenye Mungu alimtosha. Na mtu akiwa anakumbuka haiwezi dharau mtu ambaye angaliki chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atia tu ndugu mkono mwambie kumbuka. Leo tuko kwa habari za kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi yetu ni mnyama, la bête. Leso yetu inasema naye amewafanya wote, wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, wahuru na wafungwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Ndio leso yetu. Yaani tutaelewa kazi yenye mnyama iko nayo. Teme watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu. Yaani si mageni unaisikia. Lakini kwa uelewe kama waisha sasa mwabudu mpaka mtu unasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutajifunza tabia ya mnyama ni gani? Tutajifunza pointi la pili, muda wake wa kazi yake hapa duniani ni muda gani? Pointi ya tatu, mwisho wake, mwisho wa mnyama ni nini? Na pointi ya 4, kazi yake katika dunia ni gani?
Ndio mafundisho yetu ambayo tumekuwa nayo yani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na conclusion yetu inasema mnyama iko kazini. Iko kazi mpaka vitu tunasema. Basi tusimame tusome. Tushasimama tafadhali. Tusome neno la Mungu. Msomaji 13:1 Ufunuo 13:1. Ndio. Nikasimama juu ya mchanga wa bahari. Ndio. Nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na juu ya pembe zake taji 10. Okay? Na juu ya vichwa vyake majina makufuru. Ndio. Na yule mnyama ambaye niliyemuona, ndio hizi habari. Kila mara tunazifundisha. Sema nilisimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Vichwa 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembe 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na yule mnyama ambaye niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Yohane akaona mvision. Yule mnyama aliona anatoka mbali akafanana chui, yani kajikonkorde na utawala wa Greece, utawala wa Alexandre le Grand. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Miguu yake kafanana ursa, kajikonkorde na utawala wa Medo Persia. Yani leo tunaita Iraq. Na kiongozwa na Darius na Koreshi. Twende. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kinywa yake Jean akaona kinafanana lion, kinywa kia lion. Empire ya lion ilikuwa ni empire ya Babylon, iliongozwa na roi Nebukadnezar. Yule joka kampa nguvu zake na kiti chake cha ufalme na mamlaka nyingi. Huyu ni mtoto wa confiance wa mnyama. Ni mtoto wa confiance wa shetani, huyu mnyama. Yaani tuseme iko sasa ndio ofisiene wake. Maana mwenye shetani yuko capable kupatia pouvoir yake yote ni huyu. Yule joka ambaye ni shetani akampa huyu uwezo wake, mamlaka yake, hata na kiti cha ufalme. Na mtu anapopata kiti cha ufalme, maana anajipana ufalme. Ina maana mtawala huyu mnyama shetani atasema mimi nasendemu shetani, mimi nakupa. Mtu apane kiti chake cha ufalme. President akipana kiti cha ufalme maana yake ni anapana ufalme. Sasa shetani ni shetani. Tangu aliumbwa na Mungu, hayapatia mtu ufalme yake. Na hayapatia mtu kiti yake. Juna yeye ni mfalme wa giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Wachawi ni watu wake. Wachawi, huu uchawi wa kuruka kumalungo na kuvifyagio ni wa chini sana. Bula mwezi hata muona. Mungu na wasperiere wenyewe wanawasimamia. Lakini wenyewe wanamuonaka ni wale unasikia wiko mashambre hot. Bale wenyewe wanaitwa ba Illuminati, ba Freemason, bale ba president, bale kusikia bale wenyewe unasikia ba Joe Biden, bale baba bibi anasimamia wa super puissance, au unasikia ba Emmanuel Macron, bale ba president, bale ndio wenyewe bana tumika na shetani fara kwa sababu wao nchi mzima wanampatia. Wakati yeye ni mtawala wa nchi, anakamata tu nchi yake anaipeleka msheria za shetani, na wale watu wote wanakuwa wiko wanaabudu shetani bila kujua. Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini wale wote hakuna mwenye shetani anaweza sende kiti yake. Huyu sasa atamupa kiti chake cha ufalme. Ndio Biblia inasema. Na uwezo wake atampa na mamlaka yake atampa. Donc Antikristo, huyu mnyama atakuwa ni shetani mdunia kama mwanadamu. Shetani anavaa mwili. Shetani anavaa mwili, dunia iko natumika. Mekiti ya kuzimu ni yake, na dunia iko natumika. Ndio huyu yuko nasikia. Twende friend. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kama kimetiwa kidonda cha kufa. Kidonda chake cha kufa kikapona. Mwenzako hata kufa na hayafanya vyenyewe anapaswa fanya. Atakuwa na kidonda cha mauti, ile tunaitafsiri kila mara. Maana yake ni mfano ya ufalme wake kuanguka, lakini kitapona, jua akompire tu mission yake. Amen. Na ilishakafanyika zamani. Empire Romain ilikuwa anapata shida yake wakati ya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte alikuwa jemadari wa Ufaransa na alitumika na nguvu sana na puissance sana mwi dunia. Aliangusha maampire na maampire. Wakati alifika Roma akaangusha hata na upapote akaangusha chini.
na akajitangaza kuwa mtawala wa dunia kwa ngambo ya dini na kwa ngambo ya serikali. Lakini Baromea wakuitika, mwisho waliangusha Napoleon akakufa, na wakarekipere tena pouvoir papale mpaka leo inasimama Vatican. Twende frère. Dunia yote ikastajabu mnyama yule. Dunia yote mpaka leo na kwenye tuko tunaelekea itaiwa huyu mnyama ni nani. Twende frère. Wakabudu ile joka kwa sababu alimpa mnyama huyu mamlaka yake. Huyu atakuwa iko napeleka batu baabudu shetani. Batu batakuwa wanaanza adore shetani diable kwa sababu walipatia huyu mnyama mamlaka yake. Wakabudu yule nyama wakisema. Leo kuna waza abiko wanamwabudu, washaanza kumwabudu mpaka vitu tunasema. Ni shetani hata tumika muvide, shetani anatumika ndio na watu. Na role ya huyu mnyama ni kumpatia watu wa muabudu. Sasa kwenye tunaelekea watu wataanza muabudu mnyama na wanasema, ni nani anayefanana na nyama huyu? Nani atafanana na huyu mnyama? Nani anaweza kufanya vita naye? Nani iko na capacity ya kupambana naye? Na akapewa kinywa cha kusema maneno makubwa na makufu. Sasa sikia wanaanza muadore na kumsifu na kumtapa, na atapewa sasa kinywa cha kusema maneno makubwa na kumkufuru Mungu. Akapewa mamlaka kufanya kazi yake miezi 42. Huyu mnyama atapewa mamlaka afanye kazi yake mwi dunia miezi 42, yani 42 mois, 3 ans et demi. Akafungua kinywa chake atukane Mungu. Atatukana Mungu wa mbinguni na kutukana jina lake. Ndio. Na hema yake. Ndio. Na wanaokaa mbinguni. Okay. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Leta neno. Akapewa mamlaka juu ya kabila. Ndio. Na lugha na taifa. Ndio. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu. Dunia mzima yote itajisumetre mwabudu. Wale majina yao kuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Wote wenye watamwabudu ni wale wenye majina yao haiko mentionné mu kitabu cha uzima cha Yesu Kristo. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Yesu ambaye alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio asikie. Kama mtu iko na sikio ya kusikia, asikie maneno mzuri. Kama mtu akichukua katika kifungo atachukuliwa katika kifungo. Kama mtu akiua kwa upanga, atauawa kwa upanga. Hapa ni uvumilivu na imani ya watakatifu. Hata Mungu atatia imani ya watu wengine kukipimo sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Patia tu ndugu yako mkono mwambie, ulikuwa unasikia mnyama, ndio muda hii sasa ya kumsikia. Pia ufukule tu masikio mzuri. Ulikuwa unasikia mnyama. Hii ndio muda sasa je ufungule masikio msikie yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hii ndio muda yenyewe anaanza sasa kazi yake mzuri. Tunasikia habari ya mnyama wa kwanza alitoka katika bahari. Bwana asifiwe sana. Amen. Kila mara hapa tunafafanua, sitazama muile explication zaidi ya kufafanua habari ya vichwa 7. Unayua tayari. Kichwa ya kwanza ni Egypte, iliongozwa na Farao. Utasoma Ufunuo 17:9 inasema vichwa 7 uliona ni wafalme 7. Bwana asifiwe sana. Amen. Pale tulisha tafsiri pale zamani. Haiko mwile volento niko hapo leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwanza ni Egypte, kichwa ya pili kwa Asiri. Egypte iliongozwa na Farao. Asiri iliongozwa na mfalme anaitwa Sanheribu. Babylon iliongozwa na mfalme anaitwa Nebukadnezar. Kichwa cha 4, yaani ufalme wa 4. Kichwa kimoja pembe mbili. Pembe ya kwanza Medi, ya pili Peresi. Yaani Iraq. Iraq iliongozwa na mfalme anaitwa Darius, yaani Umedi, na Peresi iliongozwa na mfalme anaitwa Koreshi. Una alipita, watano alitawala dunia ni Greece. Greece iliongozwa na emperor anaitwa Alexander le Grand. Mythology Greek. Na alisimamisha mungu wake mdunia alikuwa anamuita Zeus. Jupiter baba wa miungu. Ile ni mahistoria ilishakapita. Lakini hata na kumasomo watu wanaisoma. Bwana asifiwe sana. Amen. Masomo kwa historia ya 4e, 5e, utasikia mythology Greek, utasikia mythology Egyptienne, utasikia ile mapuissance yote yenye litawala ni historia yenye kwa hata masomo, lakini ni biblique. Na Mungu alizungumza na Yohane, akamzungumza habari zile katika kisanga cha Patmos.
Mungu aliambia Yohane, hivi uko mzima Yohane, hivi uko unaandika kitabu. Ule kichwa ya 6 yeye iko mpaka hivi sai uko unaandika hii barua yako, ndio mwenyewe uko natawala. Na Yohane wakati uko unaandika kitabu cha Ufunuo, mwenyewe alikuwa uko natawala alikuwa ni Rome. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rome ndio ilikuwa iko natawala ile wakati. Imesemeka kwamba Rome ilipata shite yake mu 789 shit ya Empire Romain de l'Orient, Empire Romain de l'Occident ikagabulika mara pili. Ile ndio iko profesi biblike iko Daniel ya kwamba ufalme wake itakuwa ina nguvu na nusu yake imevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi habari zote tumesikia. Kichwa kia 6 ni Rome, kichwa kimoja pembe mbili. Pembe ya kwanza iko puissance politique, pembe ya pili iko puissance religieuse. Puissance politique ni umoja wa kimataifa. Hii mataifa yote huko naona leo inaungana, hata Union Africaine. Hii huko nasikia, hii ya Union Africaine. President wa Union Africaine leo ni nani? Ni president wetu. Iko president ngambo mbili, iko president wa MRDC, mwinchi, tena iko president kule wa Union Africaine. Unaanza ile maunion ya nini? Ni za mnyama. Wale wa president wenyewe wanafanya Union Africaine, umoja wa Kiafrika, sawa wanakuwa wanaongea kitu kimoja. Sababu mnyama anapenda avamia Afrika, hata pita inchi kwa inchi. Atakamata tu Union Africaine juu ina represent Afrika mzima. Anaambia wale wa president, mwende mwambie wenzenu wa president wafanye hivi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni mama andani kusanje. Sasa president tu inaisha, mwingine anakamata. Lakini ile Union Africaine haitavunjika tena. Vile nishaka kuwa haitavunjika tena. Vile vyote ndio sasa yenyewe liko inapatia mnyama nguvu. Leo kuko Union Européenne nayo iko. Europe mzima ba president kwa president mainchi yao tena wanakuwa na president tena wa kontinent mzima. Sasa hii president wa hii kontinent yote ya Afrika ni Tshisekedi. Shirika kwa kwambia. President wa Union Africaine ndio president wa Afrika mzima. Mumitindo yenyewe inatoka kungaza yubu. Kama anapenda Afrika itembelee, anakomunike mule na Afrika yote inatembelee. Na president mwenyewe atapima apingi. Kule kungaza yule hata uliza na banaita president wa Union Africaine. Pourquoi mwenzenu president kule anapinga? Bwana tusaidie sana. Amen. Kuko Union Européenne. Kuko Nations Unies. Organisation Nations Unies. Yaani 5 continents. Kuacha kwanza mtu kusimamia nchi yake, tena wanakuwa na maeneo wanaunga kusudi wote wako wanatembelea kitu kimoja. Na hili ndio plan ya Antichrist. Pembe ya pili iko puissance religieuse. Mnyama kujilimite tu kwa umoja wa mataifa. Alikamata pia umoja wa kidini. Yaani madini zote nazo zikuwe na umoja kusudi nazo watu wasiabudu gisi wanapenda hapa. Inaomba dini nayo ikuwe na umoja. Na hii uko nasikia inaitwa ecumenism. Umoja na muungano wa madini yote ya Kikristo. Leo hapa kwetu tuko nayo umoja wa kidini ni SSC. Anakuambia Église du Christ au Congo, mwinchi yetu kwanza. Madini zote ziko zinaingia mu SSC. Haiko Église du Christ au Congo, lakini ni union des églises. Zenye zitenda abudu mnyama na kufuata mitindo ya mnyama. SSC yote hamuna ba unitaire. Ba SSC bote ni ba trinitaire. Ile ma communauté yote mu SSC wanze ku première communauté par kuma nona 6e mangapi. Bote ni kubatiza mu majina mangapi. Unaanza sema mu SSC mtakuwa wewe uko unitaire kisha bakutie mu SSC. Wewe unabatiza tu au nom de Jésus, unaamini Yesu ni Mungu, bakutie mu SSC. Hapana, utavuruka. SSC iko na taratibu zake pour que wadere amu ifo na zikubali. Na ile yote iko plan ya mnyama. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Leo Muislamu iko nafanya umoja na Katolika nafanya umoja na Protestant. Ile yote ni kuungana na umoja wa kidini. Na iko mplan yake. Na hii kichwa ya sawa ni Amerika na Angleterre. Kichwa kimoja pembe mbili. Pembe ya kwanza ni Amerika, ya pili ni Angleterre. Zile habari tumezifunzwa muda mrefu. Bwana asifiwe sana. Na tunaposoma Biblia Katolika unasikia kila mara namna gani Roma ataabudisha watu miungu yake na kuwatiisha wote chini. Lakini
ili tupate kuelewa vizuri hizi habari. Tutaenda haraka haraka kwa sababu kuna mambo niko napenda tusikie ili tupate kuelewa kwenye tuko sahi na kwenye mnyama iko sahi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokamata nyama ya pili, nyama ya kwanza tulishasikia. Ni habari zenye Mungu aliambia Yohane Mpatimosi. Na ni habari zenye tunajua vizuri sana. Kila mara tunazifundishwa na mtume, tunazifundishwa na wengine wanazifundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni neema ya kipekee, ndio maana kila mara ninaposimama nasema ni neema ya kipekee tumepewa na Mungu ya kuelewa hizi siri na hizi habari. Kwa sababu kwa wengine yamefichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tukwanza Biblia Katolika, soma nyama ya kwanza kusudi twende haraka haraka. Ufunuo 13:1. Ufunuo 13:1. Ndio. Ufunuo inasema hivi, Biblia takatifu ya Kirumi. Nasema nini? Mnyama wa kwanza ni mwiga msawa Kristo. Mnyama huyu wa kwanza anaiga tu Yesu Kristo. Ana nguvu, iko na nguvu, cheo, iko na cheo, kiti cha enzi, iko na kiti cha enzi, na tulisikia matampa hiyo ni nani? Ni Shetani. Na iko na kiti chake cha enzi, uwezo, iko na uwezo sawa sawa na mwana kondoo. Huyu mnyama wa kwanza iko sawa sawa na mwana kondoo, yani yenye Yesu alifanya na atapenda vifanye mwi dunia juu aoneshi kama beba wanafuata Yesu wanapotea. Ndio. Naye watu ifo wamfuate, na kweli watu watamfuata. Twende friend. Maana serikali ya Roma inataka kuwa bwana wa ulimwengu huu. Serikali ya Roma itakuwa mungu wa hii dunia. Kutiisha wote. Kutiisha watu wote chini, na mpaka leo tuko tunasema Roma mwali za dini mdunia. Mwenye anasimamia dini mdunia ni nani? Iko pape. Si pape wa wapi? Wa Roma. Wa Roma. Kutiisha watu wote na kuabudiwa nao. Na kuabudiwa nao. Ndio. Wengi wanamwabudu. Wengi mpaka sasa wako wanaabudu mnyama. Lakini Wakristo walikataa. Lakini Wakristo wa kweli walikuwa waopozane depuis zamani. Kwa sababu kwa Bwana ni mmoja tu ndiye Kristo Yesu. Wao wanajua Bwana ni mmoja tu aliyewafilia, naye ni Yesu Kristo. Wakristo walikuwa kiheshimu serikali ya Roma na sheria yake. Wakristo wa mwile karne ya zamani walikuwa wanaheshimia Roma na sheria zake zote. Lakini ile sanamu iko wapi? Roma kulifika muda yenye anaanza kuoblige Bakristo baabudu sanamu zake. Pale ndio kwenye walikataza, bakageuka waopoza bangufu sana. Wakristo walikataa kabisa. Wakristo ya kweli walikataa kuabudu hivi vitu. Kwa hiyo Roma ilianza kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Mwile karne ya mitume, Roma alisema ilianza kuwachinja na kuwaua. Na ndio vile alizimisha Pentecost, Yesu aliacha. Gouvernement Romain ilizimisha. Wakamaliza, akasema hapa kimya itaingia mdunia, na kimya ikaingia. Paka gisi 312 Katolika kaanzisha sasa kanisa yake ulimwenguni. Na kaanza renyeye peke. Lakini ili aanzishe kanisa lake 312 aliamini wapi na alitubu mauaji ya mitume wapi? Na nani alimubatiza? Tunaona kama Eglise Katoliki iko eglise fonde tu ya Barome. Ukisema vile usijisikia yake huko kilpabilize, hauna kosa juu mapreve ziko. Bali maliza mitume 312 bakaanza. Sasa nani alibahubiri? Bali tubu wapi mauaji ya mitume na bakabatizwa wapi kwa imani inayolingana na mitume? Kini Katolika alifonde vyake. Na ndio akasimamisha sanamu kwa kwanza dini yake na mashapele ni mapokeo. Hakuadrese watu neno la Mungu, lakini akaadrese watu mapokeo ya Waroma. Bwana tusaidie sana. Na mitume walikufa juu ya kubakia kumsimamo ya kutetea tu Yesu Kristo na imani ya kweli. Walikuwa radikali mposition yao. Amen. Hawakukubali kabisa kuchanga imani ya kweli Yesu aliwaachia neno lake kuichanga na mapokeo, bali kataa. Boye wakasema ndio. Rome ikasema hatukatale, vyote vya Mungu tunahubiri ni vya mzuri, lakini tunawaomba tu hii nayo tukwe tunaitia mule mkanisa. Unaona shida? Vyote Mungu anahubiri ni vya mzuri, Yesu aliwaachia, tunakubali, lakini tunawaomba tu mitume hii tukwe tunaitia tu pale na tutembelee tunene mafundisho yao. Wale ndio mitume walisema uongo yako.
kuchanga Yesu na vyako. Yesu akusema vile tuichanga. Tunakupiga. Na kama ni kifo tunakubali. Na pale ndio alisema na mimi sasa hivi nyinyi mnapenda nitembelee tu muvyenu vya Yesu wenu na mimi sitiki. Na mimi vyangu hivyo tumelange. Frère, patia ndugu yako mkono mwambie melange tunaikataa. Melange mneno ya Mungu tunaikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si hatutamelange. Wengine walikubali kumelange na manabii. Waporo walikubali kumelange Trinité. Yeye anakataa chapele lakini anapeleka Trinité. Alors que wa chapele na wa msalaba naye iko anakuambia hii msalaba yangu washapele misalaba ni kweli ni Waromeni waliinvente dunia. Juu Wayahudi misalaba ikukwaka. Waromeni wanasema hii hapa ndio nom du Père, hapa du Fils, hapa du Saint-Esprit. Amen. Protestanti anasema hapana. Wale wanafanyaka au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wanapotea bana. Lakini naye anabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu naye anasema amen. Sasa aone kama ni melange tu. Hakuna difference, ni melange tu. Atakuwa tunakritike mwanafaa hivi mewote Katolika na mcheka tu la sasa. Sitako tu na wewe. Na hii msalaba pastor yake anajipigia hapo. Pastor yake kuna msalaba hapa mengo natukana mwenyewe anavala yenyewe kumabule. Sasa utamtukania nini? Ile ya kumabule na ndio tunayo huko nayo kukoti. Bote tu ni kitu hiki kimoja. Lakini ukikuta kwa mporego unafundisha anaanza kuonesha Katoliki, bongo simuitikio mwambie mko ngambo moja ni wote. Bwana asifiwe sana. Si unapofika hapa hautakuta habari za misalaba hapa. Hautakuta habari za majina matatu hapa. Jua haiko Biblia na mitume wa kutembea nayo. Tuko kategorike mwasenyema ya mitume na manabii. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Patia tu ndugu yako mkono mwambie melange tunaikataa. Melange tunaikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile walisimamisha na ndio tunasimamisha. Sasa Roma alimwambia mfanye vyenu lakini hii sanamu twende tunaitia tu pale. Meshi wote tunaenda pamoja. Mitume walikatala, tunasikia ile Biblia yake inasema kwa hiyo Roma nayo ilianza kufanya vita na watakatifu. Yesu aliwaambia nini? Mathayo 10:26. Yesu alikuwa anasema prepare zamani. Roma ilikuwa inashangaa, komandi iko na tesa watu hawaogope. Komandi ilitundika ile ilikuwa na hiua, lakini huyu naye anasimama anatangaza. Mitume walikuwa nakumbuka enseignement Yesu aliwapatia. Soma pale haraka 10:26. Maana kila kitu kinachofunikwa kitafunuliwa. Yesu aliacha naambia mitume msiwaogope maana kila kitu kinachofunikwa na kinachofichwa hata wafichiki. Hata Antikristo afanye marenio yake mmaloje na wasataniste kule. Sisi tunasoma Biblia ishatufunulia zamani. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata vifanye mmaloje wanasema hakuna mwanatuona tunatavamia dunia. Lakini Yesu alisema asomaye afanye nini? Afahamu. Batakuwa anajiuliza na vioka tunasomaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Siri yote aliye shetani atafanya na watu wake biko mule mu Biblia. Ndio. Mwenyewe anasomaka biko na jimele tuko tusoma Mungu anaona vyote. Tuone friend. Neno ambalo nilawaambia nyinyi katika giza. Maneno nimewaambia nyinyi katika giza. Uniseme katika nuru. Mwende muiseme munuru. Na neno mnalosikia na masikio. Maneno mmesikia na masikio. Ulitangaza juu ya dari za nyumba. Upande yulu ya kumadale mwanze kuhubiri. Hawezi kuwa nafsi. Yesu alikuwa anasema prepare bien nafaa. Kutafika wakati mtauawa juu ya verite. Lakini sala anaanza wakamata, msiogope, ndio wataua kweli, watawaua. Lakini kenyewe wataua ni mwili, hawataweza kuua nafsi. Lakini zaidi mmogope anaweza kuharibu mwili na nafsi vile vile katika jehanamu. Haleluya. Amen. Mtaogopa Mungu tu yeye pekee ndiye capable kuelimine mwili na nafsi, anaua vyote na anatupa moto ya jehanamu. Amen. Lakini wale bataua tu mwili. Ndio maana mitume walikuwa wanaogopa. Walikuwa wanatuasi nitike mnatatu lipia twende tukutanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Alisemaga kwenye iko na sisi tutamfuata kule. Sasa muda unafika. Hatutaabudu sana. Nyama anakamata. Chinja. Petro wanamtundika. Anasema msiniue vile mliwaka Bwana wangu Yesu. Anamechagula kifo wewe mshenzi. Anamletea msalaba. Sasa munitie tu kichwa chini, miguu yule.
banampandre kumsalaba yenye ko renverser, croix yenye ko renverser. Banampigilia misumari vile walifanya Yesu. Banakamata kichwa ya Petro, banapiga majiwe, bongo yote inamwangika pale. Mwanaume anakata roho. Kabla ya kata roho, historia ya kanisa inasema mke wake walikuwa naye pale Roma. Juu Petro alilaga kanisa Yerusalemu akaenda ishi Roma, njoo kwenye alikufia na njoo alikuwa shahamia na jamaa yake. Mke wake sawa anakia mkamata, mke wake anataka kimbia. Petro anamwambia, "Mke wangu, kumbuka Bwana." Kumbuka yenyewe Bwana anataka tuambia wewe. Unataka kimbia nini? Bibi naye akakuya akampika luepe akamuingiza